Hali ya taharuki inaendelea kutanda katika eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, huku usalama ukizidi kudorora na kusababisha usafiri kwenye barabara ya Mwingi kuelekea Garissa kutatizwa. Mzozo kati ya jamii mbili jirani ulisababisha kuuawa kwa watu 8 mwishoni mwa wiki. Ghadhabu ya wakazi wa eneo hilo imesababisha kufungwa kwa barabara hiyo, huku wasafiri wakisalia kwenye njia panda katika ofisi za kampuni za usafiri. Ben Kirui anatufungulia jamvi la Nipashe kwa taarifa hiyo. Mji wa Mwingi uligeuka uwanja wa machafuko Jumatano, wakazi wakielekeza ghadhabu zao barabarani kulalamikia mauaji yaliyotokea siku ya Jumamosi na tena Jumanne wiki hii, ambapo sasa watu 8 wamefariki. Maandamano haya yakisababisha barabara ya Mwingi kuelekea Garissa kufungwa. Maafisa wa polisi walikabiliwa na wakati mgumu kuwatawanya waandamanaji waliovuka mpaka na kuvamia baadhi ya maduka yanayomilikiwa na wafanyabiashara. Hali hiyo ikawa ni ya mguni ponye kwa mbunge wa Mwingi Central Gideon Mulyungi aliyefika hapo kuzungumza na wananchi. Mbunge huyo akijipata katikati ya ghasia hizo. Mchana kutwa Jumatano hali ilikuwa tete mjini humo, maduka ya biashara yakisalia kufungwa. Naomba serikali afanye angalau kazi, tujue vile itakuwa county government ingia katikati. Serikali la kulinde amani ni mbaya, watu watoki nyumba, tukakaa kwa nyumba, biashara tumefunga. Tunaomba serikali ingie katikati. Kutokota kwa hali hii kulianza usiku wa Jumanne baada ya kuuawa kwa kijana mwenye umri wa miaka 14, wenyeji wakilaumu wafugaji kutoka jamii jirani. Sisi kama wamama tuko na uchungu sana. Serikali tunaomba kama mnaweza kutusaidia, tusaidie. Walindaji waangamie, warudishwe kwao, wakakae kwao. Ghafla usafiri ukatatizwa, huku wasafiri waliokuwa wakielekea Garissa wakikimbilia usalama katika kituo cha polisi cha Nguni, eneo la Mwingi. Baadhi ya mabasi yakilazimika kurejea jijini Nairobi na Garissa na kusitisha usafiri. Hata jana gari yetu imerudia barabarani na abiria wote na mizigo yetu. So kuna vile hali ya barabara imekuwa si mzuri. Kifunga barabara kwa sasa tunaangalia kama wafanyabiashara kutumia, kama jana basi za kwenda Mandera Wajia zimetumia Embu, Isiolo na Nyuki zikaingia na Modogashi. Kweli magari zitafika, lakini itakuwa ni gharama sana. Wasafiri wakikwama katika ofisi za kampuni za huduma za usafiri bila uhakika wa lini au kama wataweza kuendelea na safari zao. Tulikuwa hatuna pa kulala. Watu wengine wamelala hapa nje, hata mimi nimelala hapa. Hakuna mahali nilikuwa naenda kulala. Sikuwa na pesa ya kuenda lodge. Na hata sasa hii inasemekana uko bado tu vita inaendelea. Ikiendelea hivi mimi hata sijui nitafanya aje. Maana sina pesa ingine, msaada sidhani kama nitapata. Wasiwasi unaongezeka kwamba hali hii ikiendelea, magari haya yataendelea kuegeshwa hapa, huku mamia ya abiria wakisalia njia panda kuhusu mipango yao ya safari. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Eastleigh, Nairobi.